Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana wapendwa wetu wote katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Kama kawaida vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililoko Dallas, Texas. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine tena cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Vipindi vyetu vya Bible Study vinakuwa hewani kila Alhamisi kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Na Alhamisi mwisho wa mwezi huwa tunakuwa na kipindi maalum, kipindi cha dakika 90 ambacho kinakuwa ni kipindi cha maswali na majibu. Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ameweza kutupa kibali cha kuweza kujifunza Biblia kwa kutumia lugha yetu pendwa, lugha ya Kiswahili. Basi bila kupoteza muda, ningeomba nimkaribishe Brother Jerry Mkoni ili aweze kuingia atupe sheria zetu za vipindi vya Bible Study na ndipo aweze kumkaribisha mwalimu kwa siku ya leo. Karibu sana Brother Jerry. Amen. Bwana asifiwe, na kushukuru sana da Priska Mgaya Mshana kwa ukaribisho huo, akizungumza mubashara kuliko yalipo kama kuu ya kanisa letu la Umoja hapa Dallas, Texas. Ni kukaribisha ambao mmeweza kuingia kwa wakati kwa siku ya leo, kalenda yako ikikumbusha kwamba ni tarehe 7 ya mwezi wa 5 kama kwa Marekani. Walioko nyumbani East Africa, aliko mkufunzi wa siku ya leo tayari imeshaingia tarehe 8 ya mwezi wa 5. Tunamshukuru sana Mungu. Biblia tumepata nafasi ya kukuletea somo ambalo mlikuwa mmeliomba. Kwa hiyo tumewasikiliza na tuwaletea somo hili la maombi. Na kwa mara ya kwanza kwa siku ya leo katika madhabahu haya ya Umoja Church tutakuwa na mkufunzi wa somo hili akiwa ni mwalimu Engineer Goodluck Moshi. Anapatikana zaidi katika usharika wa KKTDMP, usharika wa Boko kule Dar es Salaam, Tanzania, lakini mwalimu ambaye anapatikana katika huduma nyingi tu kutokana na vile ambavyo Mungu anaweza kumsaidia. Somo hili la maombi amelifungasha katika Yakobo 5:16, na katika kipindi cha majuma matatu tulikuwa tunapata nafasi ya kujifunza zaidi kuhusu swala zima la maombi, maana ya maombi, namna ya kuomba ipasavyo na nafasi ya muombaji wakati anafanya hilo. Huyu mtumishi wa Mungu kama nilivyosema, kwa leo ni mara ya kwanza kumsikia katika madhabahu haya, lakini ni mwalimu ambaye amekuwa akihusumika mara nyingi tu. Kitaaluma ni mhandisi wa umeme wa electronic, yani electronic and electronics engineer kutoka Mbeya University of Science and Technology, wanaita MUST. Wanaosoma kule wanafahamu. Anasoa asali katika kanisa lile la Kiinjili Kiluteri usharika wa Boko kama nilivyosema. Wa Kiluteri mnaita KKT Diocese ya Mashariki na Pwani. Usharika wake ni pale Boko. Ni mume na ameoa mwaka 2020 kwa wengine mnafahamu. Na kwa huku Marekani alishapata nafasi ya kutembea na kudumu katika huduma nyingine ambazo naona baadhi yao wakiwa katika line kwa hivi sasa. Mimi nilimfahamu vizuri zaidi alipokwenda kuhutubia pale usharika wa ibada ya Kiswahili Columbus, Ohio, lakini vivyo ameshashiriki na wenzetu kutoka pale Minnesota katika ile Swahili service na wenzetu wa Alabama na Washington DC. Ni Mkristo kama nilivyosema, ameokoka mwaka 2006, na katika somo hili kwa kweli ni moja kati ya yale ambayo tulipopata nafasi ya kutafuta mwalimu tulikubaliana moja kwa moja kwamba Engineer Moshi atatufaa zaidi katika somo hili. Nikukaribisha kwa mara ya kwanza mtumishi wa Mungu Engineer Moshi katika kipindi chako hiki cha Bible Study ya kanisa la Umoja. Tutakuwa hewani katika muda ambao tumekubaliana, dakika 45 ziko za kwako, 15 za mwisho tutapata nafasi ya kuulizana maswali katika utaratibu ule ambao tayari tumeshakubaliana na wewe. Nikukaribisha basi kwa mara ya kwanza. Karibu mtumishi wa Mungu. Amen watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Poleni sana kwa changamoto kidogo, imekuwa na changamoto ya network huku, lakini tunamshukuru Mungu kwa uaminifu wake. Basi na tutulie tuombe. Mungu wetu mtakatifu, Baba, katika jina la Yesu tunalitukuza na kulihimidi jina lako. Asante kwa ajili ya hii neema, asante kwa ajili ya nafasi hii. Pokea sifa na heshima na adhama. Wewe ni mwaminifu kiwango cha kuweza kuaminiwa, na tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umetutetea na kutupigania. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyehudhuria katika ibada hii siku ya leo. Bariki na ututunze na utupiganie, ukisema na maisha yetu kama ulivyokusudia. Ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya hii nafasi na hii neema ambayo Mungu ametupa. Mungu awabariki sana viongozi wa Umoja pamoja na waratibu wote. Mungu aendelee kuwatunza na kuwabariki.
na kila mmoja, na kama nilivyotambulishwa, tunamwamini Mungu ataendelea kusema nasi sawa na mapenzi yake. Katika hili somo la maombi, Mungu amenipa kichwa kinachosema maombi ya kimkakati kimajira. Maombi ya kimkakati kimajira. Na lengo la Mungu kutufundisha somo hili, somo ni maombi ya kimkakati kimajira, na lengo la Mungu kutufundisha somo hili ni kutupa akili ili tupate kufahamu. Lengo la Mungu kutufundisha somo hili ni kutupa akili ili tupate kufahamu juu ya umuhimu wa maombi na namna ya kuomba. Kutupa akili ili tupate kufahamu juu ya umuhimu wa maombi na namna ya kuomba katika majira tulio nayo. Na kwenye hili lengo la somo, kile kitabu cha Danieli mlango wa 9 ule mstari wa 22. Kile kitabu cha Danieli mlango wa 9 na ule mstari wa 22, Biblia inasema ni wakati ule malaika Gabrieli alipokuja kwa ajili ya kumletea majibu Danieli. Sentensi mojawapo alimwambia, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Na lengo la Mungu ni kutupa akili ili tupate kufahamu juu ya umuhimu wa maombi na namna ya kuomba katika majira tulionayo. Tunapoweka msingi siku ya leo katika mfululizo wa vipindi kadhaa mbele yetu, naomba uandike jambo la kwanza kwa wale ambao tunaweza kuandika. Jambo la kwanza ambalo Mungu amenipa kila anaponipa neema ya kusimama mbele ya watakatifu wake katika mwaka huu 2026 ni ile Zaburi ya 105 mstari wa 4. Zaburi ya 105 mstari wa 4 ndio jambo la kwanza, ambapo Biblia inasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Na pale tunaona mambo matatu kwenye hii Zaburi ya 105 mstari wa 4. Jambo la kwanza tunaloliona pale, mtakeni Bwana. Maana yake kabla ya kutafuta kile ambacho Mungu anatoa, kabla ya kutafuta baraka kutoka kwa Mungu, tumtafute kwanza Mungu, tumpate kwanza Mungu, ndipo tutafute vile ambavyo anavitoa. Lazima tumtafutue na kiu ya kumtaka Mungu kwanza. Ndio maana kipaumbele kwenye huu mstari, mtakeni Mungu. Alafu inayofuata na nguvu zake. Maana yake hakuna hata mmoja wetu ambaye anaweza akafanikiwa, hamna hata mmoja wetu anayeweza kuifanya kazi yoyote, hata kazi ya Mungu, pasipo nguvu za Mungu. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na kiu ya nguvu za Mungu katika maisha yetu, na tena isiyoisha. Kiu na nguvu za Mungu katika maisha yetu isiyoisha. Lakini pia anasema utafuteni uso wake siku zote. Maana yake imetupasa kutafuta uso wa Mungu na kutamani kila wakati kukaa katika uwepo wa Bwana bila kutosheka wala bila kuacha. Iko neema ya Mungu kubwa tunaposoma mstari huu wa Zaburi ya 105 ule mstari wa 4. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, wapendwa, tuangalie juu ya maarifa muhimu kuhusu maombi. Na katika hili jambo la pili tunavyo vipengele kadhaa ambavyo tutaviangalia kwa siku ya leo. Maarifa muhimu kuhusu maombi. Kipengele cha kwanza, maombi maana yake. Kuna maana nyingi za maombi, lakini katika somo hili Mungu ametupa tafsiri hii. Maombi ni sauti ya imani. Inayotoka kwa mtu kwenda kwa Mungu. Maombi ni sauti ya imani inayotoka kwa mtu kwenda kwa Mungu, iliyobeba hoja ndani yake. Maombi ni sauti ya imani inayotoka ndani ya mtu kwenda kwa Mungu, iliyobeba hoja ndani yake.
Na kama mtu unaandika lile neno sauti ya imani, lile neno sauti ya imani lipigie mstari, na lile neno hoja lipigie mstari. Tunapoangalia hii maana ya maombi kwa tafsiri ambayo Mungu ametupa katika somo hili, tunapozungumza juu ya sauti ya imani, ukiangalia kwenye kitabu cha Waebrania 11 mstari wa kwanza, Waebrania 11 mstari wa kwanza, utaona Biblia inazungumza juu ya imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana kwa mambo yasiyoonekana. Na utaona pia kwenye kitabu kile cha Warumi mlango wa 10, Warumi mlango wa 10 na mstari wa 10, alafu na ule mstari wa 17. Warumi mlango wa 10 mstari wa 10 na ule mstari wa 17. Utaona mstari wa 10 anasema kwa moyo mtu huamini. Nataka tu ile sentensi, kwa moyo mtu huamini. Maana yake imani hujengeka katika moyo wa mtu. Nataka tuone hilo, imani hujengeka katika moyo wa mtu. Kumbuka imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo na ni bayana kwa mambo yasiyoonekana. Lakini pia ule mstari wa 17 wa kitabu cha Warumi 10 anasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kusikia huja kwa neno la Kristo. Ukisoma pia Samueli wa kwanza mlango wa 16 na mstari wa 7, Samueli wa kwanza mlango wa 16 mstari wa 7, utaona Biblia pale inazungumza kwa habari ya Samueli alipoenda katika nyumba ya mzee Yese kumpaka Daudi mafuta. Walipita wale kaka zake ya Daudi, na Samueli akataka kuwapaka mafuta mojawapo. Utaona kwenye huo mstari Mungu akiwa anakataa, akimwambia Samueli, usiangalie sura ya nje, maana Mungu haangalii kama wanadamu wanavyoangalia. Wanadamu huangalia sura ya nje, lakini Bwana hutazama moyo. Lakini Bwana hutazama moyo. Sasa naomba twende pamoja. Bwana hutazama moyo. Kwa moyo mtu huamini, na maombi ni sauti ya imani. Nataka tuone huo mfululizo ulioko hapa. Bwana hutazama moyo, na kwa moyo mtu huamini. Tumesoma kwenye Warumi 10:10. Lakini maombi ni sauti ya imani. Tunaona nini? Kinachoonekana katika mfululizo wa hizi sentensi tatu ni kwamba tunapoomba, Mungu haangalii kwanza kinywa chako, anaangalia kwanza moyo wako. Kabla ya Mungu kusikiliza unachokisema katika kinywa chako, anasikiliza kwanza kwenye moyo wako. Anaenda kwanza kwenye moyo wako. Kwa hiyo Mungu anaangalia kwanza moyo wa mtu tunapoomba. Hilo ni la kwanza mpaka tulione katika hii. Lakini la pili, anapoangalia moyo wakati unaomba, anatarajia aikute imani. Anatarajia aikute imani iliyojengeka ndani yako. Anapoangalia moyo unapoomba, anatarajia aikute imani iliyojengeka ndani yako kwake juu ya kile unachokiombea. Anapoangalia moyo wako, anatarajia aikute imani iliyojengeka ndani yako kwake juu ya kile unachokiombea. Tukumbuke sana jambo hili, ni kitu cha muhimu sana. Na ndio maana anasema kwa moyo mtu huamini. Kwa hiyo kama anautazama moyo, anatarajia akiutazama moyo wako wakati unaomba, kwenye moyo wako akute imani ulionayo kwake
juu ya kile unachokiombea. Na siku zote Mungu anaiangalia imani iliyo ndani ya mtu ili kujibu na kumsikia anachoomba na kujibu maombi yake. Kwa hiyo imani ni kipengele cha muhimu sana katika maombi, na ili mtu aone matokeo na ili mtu aweze kuomba jinsi inavyompasa kuomba mbele za Mungu. Imani ni kitu cha muhimu sana. Niseme tu sentensi hii: imani yako si tu kwamba ni muhimu kwako, ila imani yako ni muhimu pia kwa Mungu. Tutaona katika somo hili jinsi tunavyoendelea. Imani yako kwa Mungu si tu kwamba ni muhimu kwako, lakini pia ni muhimu pia kwa Mungu kwa ajili ya ufalme wake. Tutaona huku mbele tunakoelekea. Kwa hiyo maombi ni sauti ya imani, lakini hiyo sauti ya imani lazima iwe imebeba hoja. Ndio maana pale tumesema inatoka kwa mtu kwenda kwa Mungu na imebeba hoja ndani yake. Angalia kitabu cha Isaya. Angalia kile kitabu cha Isaya mlango wa 41 mstari wa 21. Kitabu cha Isaya mlango wa 41 mstari wa 21 anasema, haya, leteni maneno yenu, asema Bwana. Toeni hoja zenu zenye nguvu, asema mfalme wa Yakobo. Nataka tuone ile sentensi, toeni hoja zenu zenye nguvu. Unapoenda mbele za Bwana, hakikisha unapeleka hoja mbele za Mungu. Tusiende mbele za Mungu kulalamika. Katikati ya kulalamika, Mungu akitafuta hoja anaweza asiione. Siende mbele za Mungu kumwelezea ukubwa wa tatizo, kwa sababu anajua ukubwa wake hata zaidi ya wewe unavyojua. Ni muhimu sana kufahamu, sio kumwelezea ukubwa wa tatizo, sio kumwelezea jinsi unavyoumizwa na hicho unachokiombea, na sio kwenda mbele zake kulalamika na kunungunika. Peleka hoja. Unataka afanye nini? Yule aliyekuwa kipofu ambaye anaitwa Bartimayo, aliposikia Yesu anapita, akaita, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Utaona walimzuia, lakini akaendelea kuita. Yesu aliposema alete kwangu, alipofika kwa Yesu, Yesu alimuuliza swali, wataka nikufanyie nini? Yule ndugu alienda straight akamwambia, nipate kuona. Yesu akamwambia, upewe kuona. Nataka uone hoja. Alivyopeleka hoja, moja kwa moja alimpeleka hoja yake kile anachotaka mbele za Mungu. Lakini ukimkumbuka yule ambaye alikuwa kwenye ile birika miaka 38, maji yakitubuliwa, wengine wanatumbukia kabla yake. Tunakumbuka sote kwamba Yesu pia alimfuata pale, akamuuliza, wataka kuwa mzima? Ni swali simple, swali rahisi. Angetakiwa aseme ndio, lakini akaanza kutoa maelezo. Unajua, akija mtu, huwa malaika akija huwa anatumbukia mwingine kabla yangu, ndio maana nimekaa hapa muda mrefu. Hoja ilitakiwa upeleke hoja, useme ndio, nataka kuwa mzima. Kwa hiyo ni lazima tufahamu kama wana wa Mungu ya kwamba unapoenda mbele za Mungu kuomba, hakikisha una imani ili kuomba ikupasavyo. Jambo la pili, kipengele cha pili cha jambo la pili ambayo ni maarifa muhimu kuhusu maombi. Kipengele cha pili, ili kuomba ikupasavyo kuomba, zingatia yafuatayo. Ili kuomba ikupasavyo kuomba, zingatia yafuatayo. Jambo la kwanza la kuzingatia, kipengele cha kwanza cha kuzingatia, jambo la kwanza, jaa neno la Mungu ndani yako. Jaa neno la Mungu ndani yako. Jaa neno la Mungu ndani yako. Tukisoma kile kitabu cha Yohana mlango wa 15 ule mstari wa 7. Yohana 15 mstari wa 7, Yesu anasema hivi, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Wapendwa, tuzingatie neno, na maneno yangu yakikaa ndani yenu.
Wakolosai 3:16, Wakolosai 3:16 anazungumza juu ya na neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Na neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Kumbuka hii sentensi, likae kwa wingi ndani yenu. Nataka tuangalie sentensi 3 zifuatazo muhimu sana juu ya neno la Mungu. Sentensi ya kwanza, mwana wa Mungu unayesikia hii sauti, ukumbuke jambo hili. Neno la Mungu lililo ndani yako ndilo msaada wako katika maisha yako. Neno la Mungu lililo ndani yako ndilo msaada wako katika maisha yako. Tukumbuke hili kila wakati. Ndio maana unaona Yesu anasema, na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Na kwenye Wakolosai anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Linaweza likawa limeandikwa kwenye Biblia, lakini haliko ndani yako. Kama bado haliko ndani yako, bado sio msaada mpaka liwe ndani yako. Na ndio maana anasema, na ndio maana tukasema neno lililo ndani yako ndilo msaada wako katika maisha yako. Hiyo ni sentensi ya kwanza kwenye kipengele hiki cha kujaa neno la Mungu ndani yako. Lakini sentensi ya pili, kiwango cha neno la Mungu ndani yako ndicho kiwango cha imani yako. Kiwango cha neno la Mungu ndani yako ndicho kiwango cha imani yako pia. Tunaipata wapi? Kwenye ile Warumi 10:17 tuliyosoma. Warumi 10:17 tuliyosoma anasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Maana yake kama inakuja kwa neno la Kristo, kiwango cha hilo neno la Kristo kinachojaa ndani yako, mtu wa Mungu, ndicho kiwango pia cha imani yako. Imani inaongezeka ndani ya mtu kadri, njia mojawapo imani inaongezeka ndani ya mtu ni kadri anavyoendelea kujaa neno la Mungu la kweli ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sentensi ya 3 muhimu kwenye hicho kipengele cha kwanza ni kiwango cha neno la Mungu ndani yako ndicho kiwango cha maombi yako pia. Kiwango cha neno la Mungu ndani yako ndicho kiwango cha maombi yako pia. Ni jambo la kukumbuka kila wakati. Kuomba kunategemea, kuomba utaomba kwa muda mrefu kiasi gani, au utaomba katika ubora wa kiasi gani mbele za Mungu, inategemea kiwango cha neno la Mungu lililoko ndani yako. Na ndio maana kati ya mahali pa mwana wa Mungu kuwekeza ni kuwekeza katika kujaa neno la Mungu la kweli na maarifa ya Mungu ndani yake. Kwa sababu ndicho kitakachoamua aina ya maombi yako, ndicho kitakachoamua kiwango cha maombi yako. Nakumbuka miaka kadhaa iliyopita wakati Mungu ananifundisha, na bado sijaweza kufika kiwango kile anachotaka bado, lakini alimtumia mtumishi mmoja ambaye aliniambia, mtumishi, naomba twende kwenye maombi ambayo nataka nikaombe mlimani kwa masaa 12. Na tukaenda mahali fulani ambapo wana kituo cha maombi, tukapewa sehemu yetu ya kuombea. Yule mpendwa akatoa karatasi moja kubwa akaibandika mahali, alafu akatoa na makapeni akawa anaanza kwa, tukaandika ajenda za maombi. Tukaandika ajenda za maombi kama 8 hivi. Na nikamuuliza kwa nini tunaandika? Akaniambia ni kwa sababu tukishaanza kuomba sasa hivi tutaonana jioni saa 12:30. Unajua, nikasema ndani yangu, sasa hapa leo sijui inakuwaje, maana kama nilikuwa siwezi kuomba nusu saa nikamaliza, siwezi kuomba zaidi ya nusu saa nikawa bado nimeconcentrate na ninacha kuomba, lazima niisiwe maneno. Sasa nikasema huyu anayesema tutaonana saa 12:30 sijui itakuwaje. Kwa hiyo tukaabudu, tukatafakari neno, tukasifu, tukaabudu, tukaanza maombi. Tulianza maombi kwenye around saa 2 na dakika chache hivi. Mimi nimeomba zile agenda 8, naomba msimwambie mtu, niliomba zile agenda 8 kwa nusu saa
hata nusu saa ikufika nimeshaomba ajenda 8 zimeisha zote. Ninachoshangaa, huyo rafiki yangu yeye ndio kwanza anamuadhimisha Bwana. Hakuna kama wewe Bwana, wewe ni mwaminifu, wewe ni Adonai, wewe ni Ebeneza. Yuko anamuadhimisha Bwana lisaa na nusu. Akaanza sasa, akashukuru, amemaliza, akaingia kwenye toba kama ajenda yetu ya pili. Ameingia kwenye toba, hiyo inasoma saa 6 mchana. Anaenda, mimi nimefika mahali kwa kweli wapendwa, nililala kwanza, nilitafuta kona nikalala. Alafu naamka nikakuta ni saa 7 hivi, saa 8, ilikuwa saa 8 saa 9. Naamka hivi nakuta ndio kwanza ameanza ajenda ya 3. Kumbuka mimi nilizimaliza ndani ya nusu saa. Nikaendelea nikaunga naye, nikaomba kama dakika 10-20, nikalala tena. Maana sina cha kuomba. Yeye ndugu yangu amepiga magoti, ameconcentrate, ni anaomba, ana upako si wa kawaida. Imefika mpaka saa 12 na dakika kama 45 ndio amemaliza ajenda ya 5. Alafu anasema, Mungu ningali na mengi ya kukwambia. Nikasema, sasa hayo mengi ya kumwambia anatoa wapi? Mbona mimi nilishayamaliza? Tumemaliza yale maombi. Yule ndugu nikamuuliza, mbona mimi sijaweza kuomba kwa muda mrefu kama wewe? Akaniambia, tatizo huna neno la kutosha ndani yako. Soma Biblia, soma neno la Mungu, sikiliza mafundisho sahihi ya watumishi tofauti, kwa sababu kiwango cha neno la Mungu ndani yako ndicho kiwango pia cha maombi yako. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa jambo la kwanza la kuzingatia ili mtu aombe ipasavyo, lazima ajae neno la Mungu ndani yake. Hakuna njia ya mkato, no shortcut katika hili. Lakini kitu cha pili cha muhimu sana cha kuzingatia katika hili jambo la pili ni kuomba kwa kusukumwa na upendo wa Kristo. Kusoma ile wa Korintho wa kwanza mlango wa 13 ule mstari wa 1 mpaka wa 3. Wa Korintho wa kwanza 13 mstari wa 1 mpaka wa 3. Utaona anazungumza pale juu ya upendo. Hata nikinena kwa lugha, hata nikijua lugha zote, nikinena kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo hainifaidi kitu. Maombi ili uombe ikupasavyo, omba ukiwa unasukumwa na upendo wa Kristo. Omba ukiwa unasukumwa na kumpenda Mungu kwanza, na kuipenda kazi yake, na kupenda kile cha kwake kwanza. Ndipo unaweza ukaona impact ya kuomba kwako. Lakini kitu cha 3 cha kuzingatia, lazima uwe na imani. Imani tumeshaizungumza vizuri pale kwenye kile kipengele cha kwanza cha jambo la pili tulipokuwa tunaangalia maana ya maombi. Lakini tutazungumza juu ya imani katika vipindi vinavyokuja kwa mapana yake. Lakini pia wapendwa, jambo lingine la kuzingatia ambayo ni jambo la 4 la kuzingatia kwenye hiki kipengele cha pili cha jambo la pili, mkaribishe Roho Mtakatifu kwenye maombi. Mkaribishe Roho Mtakatifu katika maombi. Warumi ule mlango wa 8 mstari wa 26 na 27. Mkaribishe Roho Mtakatifu katika maombi. Warumi mlango wa 8 mstari wa 26 na 27. Kadhalika Roho utusaidia udhaifu wetu, maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo kuomba. Nataka tuone tu ile sentensi, kadhalika Roho utusaidia udhaifu wetu. Kwa hiyo tunao udhaifu. Angalia udhaifu anaozungumza hapa ni udhaifu gani? Anazungumza kadhalika Roho utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Kila mmoja wetu ana udhaifu wa kutokuomba jinsi impasavyo kuomba mbele za Bwana. Lakini kwa kumkaribisha Roho Mtakatifu katika maombi, atanisaidia katika kupangilia ajenda na namna ya kuomba jinsi impendezavyo Mungu. Kwa sababu yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho. Kwa kuwa waombea watakatifu kwa namna apendavyo Mungu. Anayeweza kutuombea kwa namna apendavyo Mungu, sawa sawa na mapenzi ya Mungu,
ni mpaka umkaribishe Roho Mtakatifu. Unamkaribisha, unampa nafasi na unampa heshima anayostahili kwa kumuomba, kwa kumwambia unahitaji msaada wake ili uweze kuomba kama Mungu anavyotaka uombe kwenye jambo fulani unaloliombea. Hayo ni mambo manne ya msingi sana ambayo ni ya kutazama ili mkuomba ikupasavyo kuomba. Ni lazima uzingatie haya mambo manne. Yako mengi, lakini Mungu alinipa tuyatazame tu haya manne. Tuangalie kipengele cha 3 cha jambo la pili. Bado tuko kwenye maarifa muhimu kuhusu maombi. Maarifa ya kwanza tumeangalia juu ya maana ya maombi. Maarifa ya pili tumeangalia ili kuomba ikupasavyo zingatia yafuatayo, na ndani yake tumetaja vitu 4. Alafu maarifa ya 3 andika kwa habari ya kuomba na wewe uone matokeo. Kwa habari ya kuomba na wewe uone matokeo zingatia yafuatayo pia. Kwa habari ya kuomba na uone matokeo, kuna vitu 4 muhimu sana hapa. Tutavizungumza kwa kirefu sana katika kipindi kinachokuja. Kwa habari ya kuomba na uone matokeo, 1, ni lazima kujua cha kuomba. 1, ni lazima kujua cha kuomba. Lazima kujua cha kuomba. That is number 1. Namba 1. Hilo la kwanza. 2, lazima kujua namna ya kuomba. Lazima kujua namna ya kuomba katika hicho unachopaswa kuomba. Ni lazima kujua namna ya kuomba katika hicho unachoomba. Lazima kujua namna ya kuomba katika hicho unachokiombea. Kwa hiyo swala sio tu kuomba, unaomba nini? Na swala si tu unaomba nini, unaombaje au unakiombeaje hicho unachotakiwa kuomba. Lakini ya 3, kujua sababu ya kuomba unachokiombea kwa namna unayoomba. Kujua sababu ya kuomba unachokiombea kwa namna unayoomba. Ni jambo la msingi sana hili kulikumbuka na kulitazama. Sababu ya kuomba, ya kukiombea unachokiombea, ni jambo la muhimu sana ambalo Mungu analiangalia katika moyo wa mtu. Wapenda, ukiangalia kile kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 3, utaona pale akiwa anasema, Yakobo 4:3, utaona akiwa anasema hata maomba wala hampati kwa sababu maomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Ile sentensi nataka uone mwaomba, lakini mwaomba vibaya, maana yake hamuombi inavyopasa. Lakini kitu kingine ni nini? Ili mvitumie, maana yake sababu ya kuomba unachoomba sio njema, hajabeba utukufu wa Mungu ndani yake. Kuna vitu imebeba, kuna sababu ya kuomba hicho unachoomba ambayo haimpendezi Mungu. Taangalia kidogo katika kipindi kinachokuja sababu ya kuombea unachokiombea, sababu ni nini. Lakini kitu kuomba kwa bidii ni kipengele kingine cha muhimu sana. Kulingana na Yakobo 5:16, anazungumza pale juu ya kuomba kwake mwenye haki wafaa sana akiomba kwa bidii. Kuomba bila kuacha, kuomba bila kukubali kukatishwa tamaa, kuomba ambapo ni kama aina ya maisha. Moja ya jambo la msingi sana tunapohitimisha kwa siku ya leo, usidharau nguvu ya maombi katika maisha yako. Never underestimate the power of prayers. Never underestimate the power of prayer. Usidharau nguvu ya maombi unayoomba mbele za Mungu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea katika kipindi kinachokuja kwa mapana yake zaidi
mkaribishe kiongozi wa ibada kwa ajili ya kuhitimisha mambo machache na maswali. Karibu. Amen, amen, amen. Asante sana mtumishi wa Mungu, Engineer Goodluck Mushi, kwa kutuongoza vizuri kabisa katika sehemu ya kwanza ya kipindi chetu cha maombi. Kwa siku leo tulipata itilafu kidogo, but ni uzito vile vile wa somo na nguvu ya teknolojia, tunatambua hilo. Lakini tunaamini kabisa kwamba tumeweza kupata kwa asilimia kubwa tu kile ambacho Mungu alikuwa ameweza kuandaa katika kinywa chako kuweza kukifikisha katika kipindi cha leo. Mungu aendelee kubariki wewe pamoja na huduma yako hapo ulipo. Amen. 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 Naam, kama kawaida yetu basi katika kipindi cha Bible Study tunapata nafasi ya kuingia katika maswali na majibu, kujadiliana katika yale ambayo tumeweza kusikia katika sehemu ya kwanza ya vipande hivi vitatu. Angalia simu yako, utabonyeza alama ya nyota nambari 6, yani *6, utakuwa hewani. Alama nyota nambari 6 utakuwa hewani, jina lako la kwanza na sehemu ulipo. Kama kawaida yetu basi dakika 2 tunajua kabisa kwamba utaweza kuuliza swali lako na kusikika vizuri kabisa. Ukiwa unapitiliza utanisikia. Lakini kwa hivi sasa karibu. Angalia simu yako, alama nyota nambari 6, changamka kuwa mtu wa kwanza. Kama una swali ama una chingizo katika yale ambayo umeweza kusikia kwa siku ya leo, karibu tuendelee. Ruksa kuwa mtu wa kwanza. Na kama unazungumza tayari na amen. Karibu dada Mese. Amen. Asante kaka Jerry. Pia napenda kumshukuru mtumishi wa Mungu kwa somo zuri sana la maombi. Mimi nina swali. Pale ambapo ametuambia kwamba ukiona kwamba uombi kwa muda mrefu, ina maana neno la Mungu alijajaa kwa wingi. Na kuna wakati mwingine tunafundishwa kwamba si lazima uombe maneno mengi, kwamba unaweza kuomba tu kidogo na kwa muda mfupi, imradi ile hoja iko pale. Sasa je, kuna tofauti ya kuomba kwa muda mrefu, kwamba huyu hajaomba kwa bidii? Yani nikisema kwa muda mrefu, kama mfano uliotupa kwenda pale mlimani masaa 12, kwa mfano wewe ulivyoomba masaa nusu saa, yule mwingine akaendelea, na maana wewe maombi yako hayakusikiwa, hayakuwezekana kwa sababu ulikuwa una neno la Mungu kwa wingi. Yani nataka tuweze kupata ufahamu hapo kwa wale ambao hawaombi kwa muda mrefu na kwa wale ambao wana uwezo wa kuomba kwa muda mrefu. Tatizo ni kwamba hawana neno la Mungu kwa wingi, au kuna sababu gani hapo? Amen. Sasa Lamesi, kwa swali lako zuri kabisa hilo. Kabla sienda kwa mwalimu pale Tanzania, nikaribishe wengine ambao tukatani kama kawaida yetu. Unaliona vipi hilo? Katika mfano tu mwalimu alikuwa amekwenda mlimani na mwenzake akasema tutakutana baada ya masaa 12, yeye alikuwa yuko tayari muda mfupi tu. Mwingine akawa muda mrefu, na ulisikia alichosema. Muuza swali nataka kujua, je, ukiwa na sali kwa muda mfupi bado nguvu haija kufikia, je, maombi yako yatafikika ama yafiki? Wanatoka kwenda alama nyota nambari 6 utakuwa hewani, changamka katika hilo. Again, kama unazungumza na sikia kuna ile inawezekana unazungumza katika mute, angalia simu yako, utabonyeza kwanza alama nyota nambari 6. Kwa ufahamu wako unavyofikiri, ukasali kwa dakika 15 mpaka nusu saa, Mungu atakuwa amekusikia, hajakusikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu, nafikiri bibi Febo huyo. Amen. Ubarikiwe kwa ukaribisho huo mtumishi wa Mungu Jerry. Pia Mungu ambariki mtumishi wa Mungu kwa mafundisho mazuri sana ya maombi. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Amen. Mimi naona kama alivyosema, ukisimama katika neno na imani, vitu viwili. Mimi kwa upande wangu nikisimama katika neno na nikiamini, hata nikiomba nusu saa, naamini Mungu anajibu. Anajibu. Imani na neno la Mungu. Kusimama katika neno na imani, vitu viwili. Mungu anajibu, hata ukiomba nusu saa, ukiomba saa moja, Mungu anajibu tu.
Ndio jibu langu. Mungu awabariki. Amen. Asante sana. Mchangiaji wa kwanza anasema neno la Mungu linasema ukiomba amini kuwa umepokea yamekuwa yenu. Kwa hiyo nikiamini kabisa toka moyoni lile ombi langu nililopeleka mbele za Mungu, hata nikiomba nusu saa tu Mungu ananijibu. Mungu awabariki. Asante. Amen. Asante sana Bibi Favor kwa changizo zuri kabisa hilo. Na umeweza kumsikia anasema kwamba ni swala imani, hata kama nusu saa limefika. Sio na wasiwasi. Nani mwenye wazo mbadala? Labda niseme hivyo, kwamba dakika 15 hazitoshi kufikisha hitaji lako. Ulivyoelewa? Kama yupo alama nyota namba 6 utakuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Kutambua hapo mtumishi wa Mungu kaka mdogo mchungaji Wakatumbula. Amen. Amen. Asante kama mkubwa. Kwanza swali ni zuri, lakini pia mwalimu katufundisha vizuri sana. Mimi najifunza sana kutoka kwa mwalimu wetu. Kwa kweli mwalimu, asante sana na Mungu akubariki sana. Kiukweli ni kweli kama alivyosema mtumishi wa Mungu ya kwamba tuhitaji kuomba maombi marefu sana ili Mungu asikie haja yetu. Kikubwa ni imani. Lakini pia maombi marefu yanategemea na mzigo unaobeba na huduma uliokuwa nayo. Yesu anasema kwamba mmeshindwa kuomba nami hata kwa lisali moja. Alichukua kama lisali moja na muda mfupi sana wa kuomba na Yesu. Lakini Yesu alikuwa anaombaga almost usiku kucha. Naye ni mfano. Lakini pia anasema kesheni mkiomba msije mkaingia majaribuni. Kwa hiyo pia kama mwalimu alivyotufundisha leo, amesema kwamba neno linafanya nini? Neno linaumba. Kwa neno linakupa uwezo wa kwanza kuona vitu vingi vya kuviombea kwa capacity kubwa. Kwa hiyo mtu ambaye neno halijakaa kwa wingi ndani yake, ni ngumu sana kwa yeye kuweza kuona ukubwa na vitu gani vya kuombea. Lakini yule mtu ambaye kaweza kufunuliwa, kwa sababu Yesu alikuwa ni neno, ndio maana aliweza kufunga hata siku 40 akifunga na kuomba. Kwa sababu alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kuyaona, kuyaombea detail, uzito, nini na mambo mengi. Kwa hiyo mimi ninachokiona ni kwamba kama alivyosema mwalimu, inategemea pia uwezo wako. Sio jambo la kuiga ya kwamba niombe kama mtu fulani, lakini kama mwalimu alivyotufundisha hapa leo ya kwamba tukiweza kusoma Mungu akifundisha neno zaidi kiundani, itatupa neema ya kuweza kupata muda mrefu wa kuomba zaidi. Na hisi ni hilo. Amen. Amen. Sana mchungaji Wakatumbula kwa changizo lako hilo. Kwa sababu muda sasa nivuke niende kule Dar es Salaam Tanzania aliko mfunzo wa siku leo. Mwalimu, umeweza kusikia swali, umeweza kusikia machangizo hayo mawili. Hebu tuweke sawa katika haya ambayo umesikia na kile ambacho unafundisha. Karibu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza kabisa ninamshukuru Mungu sana. Ni swali la msingi sana limeulizwa. Ndugu mratibu. Na wachangiaji wote, kila mtu ameongea vitu vya msingi kabisa vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ninachoweza kuongeza kulingana na somo letu, nadhani nasikika vizuri mtumishi wa Bwana. Unasikika vizuri kabisa. Amen. Kulingana na somo letu tulichokuwa tunazungumza hapa, tuzingatie ile sentensi niliyosema ya kwamba kiwango cha neno la Mungu ndani yako ndicho kiwango cha maombi yako. Sasa kwenye kiwango cha maombi yako pale, kwanza hakujafungwa kwamba lazima kumefungwa kwamba ni maombi ya muda mrefu. Tunazungumza juu ya kiwango, namna mtu anavyoomba na jinsi mtu anavyoweza kupangilia hoja alizonazo mbele za Mungu. Kwa sababu ukiwa na kiwango kidogo cha neno ndani yako, hata kama ukiomba kwa dakika 2, inawezekana bado hujapeleka hoja mbele za Mungu. Ni lazima ujae neno la Mungu ndani yako ili ujue namna ya kuomba. Lakini kuna pointi ya msingi sana ameizungumza pia mchungaji, ya kwamba Yesu aliwahi kuzungumza juu ya ile minimum time. Unapotaka kuomba maombi fulani, unahitaji breakthrough,
Yeye alisema hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja. Mathayo 26:40. Hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja. Maana yake kuna kiwango cha mpenyo ili mtu akipate. Kuna muda lazima autumie kwenye maombi. Kwa hiyo kuna maombi sawa utaomba, kuna muda ukiomba, hakuna maombi hautajibiwa hata kama ukiomba dakika moja. Lakini kama kuna sehemu unahitaji breakthrough ya kutosha, kuna maombi hauwezi ukavuka mpaka utimize muda fulani kwenye maombi. Kuna vitu lazima vitaenda kulingana na time ambayo Mungu anataka uspendi kwenye maombi. Na tutakuja kuangalia mifano kadhaa Mungu kama atatupa kibali ya watu ambao wamewahi kuomba maombi wakayaachia njiani na jambo likaharibika. Waliomba wakafika mahali wakaishia hapo, wakaenda kulala. Wanarudi asubuhi wanakuta uharibifu umeshafanyika. Mmoja wapo ni Ibrahim. Ibrahim aliwahi kuiombea Sodoma na Gomora, akaishia mahali fulani. Akasema niende asubuhi kesho pale nilipoonana na Bwana, akakuta tayari Sodoma na Gomora ilishaangamizwa. Kwa hiyo kuna kiwango cha maombi, kwa maana ya uzito wa zile hoja unavyozipangilia kuzipeleka mbele za Mungu. Maana ya kwanza. Maana ya pili, kiwango cha maombi kwa maana ya muda unaoutumia katika kuomba kuipeleka ile hoja mbele za Mungu sawa na Roho Mtakatifu anavyokupeleka. Amen. Amen. Sana katika jibu lako hilo. Sasa ni rudi kwa muuliza swali pale Connecticut. Mtumishi wa Mungu dada Mese, umeweza kusikia jibu? Tumekusogeza ama tumekurudisha nyuma? Amina. Asante kwa majibu yote, nimebarikiwa. Asante sana. Amen. Amen. Asante sana. Kwa sababu ya muda tutaweka nukta kwa siku leo. Nafahamu kwamba tulipata sitomfahamu ya dakika 2-3 almost 5-6 usichelewa, lakini najaribisha kutunza muda kwa sababu najua mtumishi anakuwa na shughuli nyingine zinaendelea. Na nimeangalia hapa mchungaji alikuwa ameka udhuru, kuna kikao ambacho alikuwa anahudhuria. Niangalie kama aliweza kufanikiwa kuingia. Okay, naona amechelewa. Basi nitakukaribisha muda mfupi tu ujao mtumishi wa Mungu Mwalimu Mushi utatuelisha kipindi kwa sala jioni. Lakini kabla hapo niwakaribishe wenzetu wa Outreach Ministry kutuongoza katika declaration yetu ile ya mwezi huu wa 5, and then kipindi kitakuja kwangu. Karibu Outreach. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana watumishi wa Bwana. Amen. Na mimi kwa kweli nichukue nafasi hii kumshukuru sana mtumishi wa Bwana Mwalimu Mushi kwa somo zuri kabisa, na kwa kweli looking forward kwa section inayokuja. Basi wapendwa, kama mnafahamu mwezi huu wa 5 tunafanya declaration na kudeclare na kutangaza kwamba familia zote katika nchi ya Marekani na vizazi vijavyo vikapate kumtumikia Bwana. Basi hapo ulipo, naomba unmute mic yako, wote kwa pamoja tukapate kumpazia Mungu sauti na kudeclare hiyo katika state yako, katika mji wako, familia yako, na katika nchi unayotokea. Basi tungeni mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu tunakuja mbele za uso wako kufanya declaration na kutangaza kwamba Mungu, familia zote katika nchi ya Marekani mtakwenda kumtumikia Mungu Baba, katika state ya Oklahoma, katika state ya Texas, katika nchi nzima ya Marekani Baba. Mungu, asante kwa uamsho katika familia zote. Asante Mungu kwa kutuma neno katika familia zote Baba, tukapate kuamka Baba, na vizazi vijavyo Mungu tukapate kutembea katika hofu ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa mtumishi wa Mungu mchungaji Elisa Mangesho kwa kutuongoza vizuri kabisa katika declaration yetu ile ya Outreach ya mwezi huu wa 5. Kwa sababu mchungaji hayupo, kabla sijamkaribisha mtumishi Mushi atuolishe kipindi kwa sala jioni, labda nichungulie makao makuu pale na kuona minister wangu Jessica, kuna tangazo lolote limekufikia katika idara yako kabla sijaarisha kipindi kutoka kwa mchungaji? Asante sana mtumishi wa Mungu kaka.
Mungu akubariki sana, nimebarikiwa sana na somo. Hatuna tangazo mahalo, ni vipindi na ratiba kama bariki. Amen, amen, amen. Asante sana katika hilo. Mungu aendelee kubariki wewe pamoja na huduma yako, na jaribisha kuping hapa kabla sijairisha. Sekunde 2 hapa. Kabla sijairisha jaribisha kuping kama kuna chochote kitu. Okay, basi naona tuko sawa. Basi nichukue nafasi hii kuwashukuru kwanza wote ambao tumeweza kuingia kwa wakati kwa siku ya leo katika kipindi chetu hiki cha Bible Study. Na kama ilivyo kawaida, basi nitamkaribisha mtumishi atatuisha kipindi kwa sala jioni, lakini tafadhali kuwa standby kwa matangazo yatakayofuata, na moja hapo basi ni vipindi kwa za series zinazoendelea kwa siku ya kesho Ijumaa. Mchungaji wa Mungu, mchungaji Mwasambungu atakuwa na series yake inaendelea, kipindi kile cha mafanikio, kipindi cha mafanikio asubuhi kwa siku ya kesho ikiwa siku ya Ijumaa. Nikaribisha na mtumishi wa Mungu Engineer Goodluck Moshi. Amen. Mungu awabariki sana kwa kipindi cha leo. Mungu awatunze mno. Asanteni kwa hii nafasi na wakati Mungu ametupa. Naomba tutulie tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunalitukuza na kulihimidi jina lako. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante Bwana, maana uaminifu wako ni ngao na kigao. Nawe ni mwaminifu kiwango cha kuweza kuaminiwa. Asante kwa kutufundisha. Wewe umpae mbegu mwenye kupanda, na wewe ukuzae hiyo mbegu Bwana. Ukuzae wewe hiyo mbegu, ndiye una nafasi kubwa hapa. Ukuze mbegu hii ndani yetu na tuelewe, tukifundishwa na Roho Mtakatifu katika uaminifu wako Bwana. Baba, katika jina la Yesu tunakataa kila namna ya adui kuchomoa kile cha Mungu kinachopandwa ndani yetu, bali wewe mwenyewe endelee kukishikilia, nasi tuwe wale ambao umewakusudia. Watunze watoto wako usiku wa leo wanapoenda kupumzika, lakini walioko makazini, wajua wengine wameingia shift za usiku. Damu yako Yesu ipite ikinena mema, ukiwatunza na kuwalinda. Endelea kuwabarikia, walinde wao, linda uchumi wao, linda maisha yao, linda familia zao, linda afya zao Bwana, na linda vya kwao. Endelea kuwabariki wanapoingia na kutoka, na kubarikia Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante sana mtumishi wa Mungu, mwalimu mhandisi Goodluck Moshi kwa kutufungia kipindi kwa sala ya jioni. Dawati nichukua nafasi kuwashukuru wote ambao tumeweza kwa pamoja mwanzo mpaka mwisho kwa siku ya leo. Nianze kwa wale wapata nafasi ya kuuliza ama kuchangia maswali kwa siku ya leo. Mwalimu Messi Lazaro kutoka pale Connecticut, Bibi Favor pale Oregon, mchungaji Lia Mwakatumbula wa hapa Dallas, Texas. Na nikiangalia vile tukua kuna watumishi ambao inawezekana ulisikia baadhi ya wale uliosikia walikuwepo. Nakaribisha tena kwa siku ya leo mtumishi wa Mungu, First Lady wetu wa Umoja Church, Mama Esther Nasua. Umeweza kumsikia mchungaji Elisa Mangesho akitongoza katika declaration. Uweza kumsikia mchungaji Elia Mwakatumbula akichangia swali kwa siku ya leo. Alikuwepo vile vile mtumishi wa Mungu, mwalimu Olivia Andrews pale New Jersey, mchungaji Lilian Joseph wa pale Umoja Houston, mwalimu Sofia Luoga pale Florida, watumishi wa Mungu mwalimu Janet pamoja na mchungaji Anderson Kasha pale Alabama, mtumishi wa Mungu mwinjilisti Gladys Msemo kutoka Mwanga, Kilimanjaro, Tanzania. Aliingia lakini line yake ikadrop na akashindwa kuingia, na pia katika kile ambacho tulikuwa tumedokezwa mtumishi wa Mungu mchungaji Mangesho atakufanyia kazi. Na kwa hivyo sababu kwa siku ya leo part 1 tulikuwa naye mtumishi wa Mungu mwalimu mhandisi Goodluck Moshi kutoka pale KKT Boko, Dar es Salaam, Tanzania. Na kisha kipindi hiki ni mwelezo vipindi vingine vinavyojiga kwa sana makanisa Umoja. Prayer Line kipindi cha pili kitakuwa hewani next week muda na wakati kama wa leo. Kitakuwa ni sehemu ya pili pamoja na mtumishi wa Mungu. Umeweza kujifunza mengi sana kwa siku ya leo na mengi yanakuja. Kuna vipindi vile kwa standby. Notes somo kama kawaida, mwisho wa kipindi utapata nafasi ya kuweza kurudia somo lile kupitia notes zako vizuri pamoja na recording. Prayer Line itakuwa hewani kama kawaida saa 12 za asubuhi katika namba yao ile ya prayer, na tangazia basi kuna series inaendelea kule. Utakapopata nafasi hii na fly ile
karibisha na mwingine mmoja katika kipindi kile, na ukaribisha na mwingine mmoja katika sehemu ya pili ya kipindi hichi. Kwa niaba ya dawati zima hili la Umoja Church Bible Study, dada Priska Mungai Mshana ambaye kweli amefanya kazi ya ziada kwa siku ya leo tuweze kuwa hewani, sifa kwake. Sister Hilda Beabatukari, brother Jimmy Msema, brother Allen Furu, naitwa Jerry Mkonyi. Tukiwa tamani ya Bwana, tukutane tena katika vipindi vyetu vijavyo. Siku mwema, alfajiri njema kutokana na majira na wakati ya pale ulipo. Amen. Amen. Siku njema mpendwa.